Fungua pamoja na mimi katika kitabu cha Marko, Injili ya Marko mtakatifu sura ya 4 mstari wa 24. Nitasoma kutoka tafsiri 3 ambazo umezoea kuzisikia. Tafsiri ya kwanza ni Standard Union Version ambayo ni ya kawaida. Inasema hivi: akawaambia, angalieni msikialo, kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa, na tena mtazidishiwa. Kwa maana mwenye kitu atapewa, naye asiye na kitu hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Tafsiri ya Kiingereza ambayo inaitwa The Passion Translation, CPT, imeandika hivi: Then he said to them, be diligent to understand the meaning behind everything you hear. For as you do, more understanding will be given to you. And according to your longing to understand, much more will be added to you. For those who listen with open hearts will receive more revelation. But those who don't listen with open hearts will lose what little they think they have. Tafsiri yangu ya mwisho inaitwa tafsiri ya kusoma kwa urahisi, TKU, tafsiri ya kusoma kwa urahisi, imeandika hivi: kisha akawaambia, zingatieni kwa makini kile mnachokisikia, kwani jinsi mnavyosikiliza kwa makini ndivyo mtakavyoelewa na kuzidi kuelewa. Kwa kuwa kila aliye na uelewa kidogo ataongezewa zaidi. Lakini wale wasiosikiliza kwa makini watapoteza hata ule uelewa mdogo walio nao. Naomba nichukue nafasi hii kukukaribisha katika kipindi chetu cha mkate wa kila siku. Mkate wa kila siku wa kutusaidia kuishi. Na ujumbe wa hii niliyoiandika, niliyoizungumza, unasema unasikia nini na namna gani unavyosikia. Nitaka nizungumze kidogo tu kuhusiana na jambo hilo. Unasikia nini na namna gani unasikia. Maandiko tuliyosoma ni sehemu ya kumbukumbu zilizoandikwa na Marko mtakatifu. Kumbuka Marko alikuwa mmoja wa wanafunzi 12 waliotembea na Yesu katika muda wake wa huduma hapa duniani. Na Marko kitabu hiki alikiandika akiwalenga watu waliokuwa wameamini, Warumi waliokuwa wameamini. Warumi walikuwa sio sehemu ya Wayahudi, na kama ni kwa habari ya agano, hawakuwa na agano na Mungu kama maagano ambayo Wayahudi au Israeli alikuwa nayo. Kwa hiyo yeye wale Warumi waliokuwa wameamini akawaandikia huu waraka akiwa analenga kuwathibitishia nafasi ya Yesu katika wokovu, akionesha kwa mapana zaidi miujiza mingi ambayo Yesu aliifanya kuthibitisha kwamba huyu hakuwa nabii kama wale manabii wengine waliotangulia. Sasa ukiwa msomaji mzuri wa Biblia, ambao tunasema unasoma inductively, kusoma kwa maana ya kwanza kusoma muktadha wa maandiko ili uweze kujua mwandishi alikuwa amelenga nini, ujumbe wake kwa jamii lengwa ulikuwa ni upi. Ni bahati mbaya sana kwamba mara nyingi tunasoma Biblia deductively, kwa maana ya kwamba hatuhangaiki kuangalia muktadha wa maandiko au mistari tunayoisoma. Tunaenda mbele kutafsiri ile mistari ili ituone leo inatufundisha nini, bila kwanza kuzingatia awali mwandishi alikuwa amekusudia ujumbe upi kwa jamii lengwa. Sasa maandiko haya SUV ambayo tumesoma, wengi wanaitumia tafsiri hiyo kujaribu kuhalalisha msisitizo wanaouweka kwenye maisha haya, msisitizo wanaouweka kwenye utu wa kale, kwenye mafanikio haya ya mwilini, kwenye kutoboa wanaita mjini. Ukigundua vizuri unagundua kwamba maana ya SUV inakuwa tofauti. Anasema
Kwa maana mwenye kitu atapewa, naye asiye na kitu hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Wengine wametumia mstari huu kuwahimiza watu kutoa na kufanya matendo mema, wakitaka kuaminisha kwamba mwandishi pengine alikuwa na maana hiyo. Lakini ukisoma The Passion ambayo nimesoma, mstari wa 25 anasema, for those who listen with open hearts will receive more revelation, but those who don't listen with open hearts will lose what little they think they have. Hii tafsiri si sawa na kwa maana mwenye kitu atapewa, naye asiye na kitu hata kile kinacho atanyang'anywa. Unaona kabisa The Passion imeongea kwa mapana zaidi. Lakini hata tafsiri ya kusoma kwa uelewa au kwa urahisi, anasema kwa kuwa kile aliye na uelewa kidogo ataongezewa zaidi naye, lakini wale wasiosikiliza kwa makini watapoteza hata ule uelewa mdogo walionao. Kifupi hapa mistari hii ilikuwa inaonyesha umuhimu, inasisitiza umuhimu wa kuwa makini, kwanza kuchagua kile unachokisikiliza, lakini pili, bidii ipi unaitia katika kusikia kwako. Je, ukisikia unaelewa? Kwa hapo kuna mambo mawili, chanzo cha ujumbe unaosikia na ujumbe wenyewe ni upi. Ndio maana anasema angalieni, zingatieni kwa makini kile mnachosikia. Sasa nyakati hizi ni nyakati ambazo tunakusanyika makanisani na kwenye nyumba za ibada kusikia. Swali la msingi ni kwamba tunasikia nini? Tunasikia nini, na hicho tunachokisikia tumekisikia kwa bidii ipi? Niseme tu wazi ya kwamba watu wengi wanampenda Mungu, watu wengi wana bidii sana ya kumpenda Mungu, na kwa kweli ukiangalia wanamtafuta pia. Kuna watu wanafunga sana, kuna watu wanashinda kwenye nyumba za ibada, kuna watu wanatoa sana, lakini swali la msingi ni kwamba wanafunga sana ndio, wanatoa sana ndio, wakiwa wanaitikia ujumbe upi? Wamesikia nini? Ni bahati mbaya sana kwamba katika nyumba za ibada tunafundishana na tunazungumza sana mambo yanayohusiana na maisha haya. Tunazungumza sana mambo yanayomjenga mtu wa kale. Tunazungumza sana mambo yanayohurumia mwili, yanayoupendelea mwili, yanayoupa raha mwili, yanayoupa comfort mwili. Ndio maana si ajabu kwenye nyumba za ibada mtu akaja na ujumbe ambao ana maandiko na mistari kweli anaipata kwenye Biblia, akisisitiza vile ambavyo Mungu ameahidi tutabarikiwa kwa maana ya kuwa na majumba mazuri, hatutapanga, hatutaumwa magonjwa, utaoa, utaolewa, utapata watoto, watoto wako watakuwa kichwa sio mkia. Kuna maandiko na mistari mingi ambayo tunaitumia kuweza kuhalalisha msisitizo ambao tumeuweka kwenye maisha haya, kwenye bidii zetu hizi tulizo nazo, msisitizo tunaouweka katika kujenga mafanikio ya mwilini, mafanikio ya kidunia kwa kifupi. Kwa sababu ukijenga nyumba nzuri, ukajenga ghorofa, ukawa unalala juu kule ghorofani, kwa tafsiri ya kawaida kabisa ya kibinadamu ni mafanikio. Ukisoma ukapata masters, ukapata PhD, ukaajiriwa kwenye shirika la kimataifa, ukawa UN, au ukaajiriwa kwenye ofisi, taasisi kubwa ya serikali, mshahara wako ukawa mamilioni ya pesa, ukaendesha gari nzuri na watoto wako wakaenda shule nzuri, mke wako, mume wako, wote wakawa wana maisha mazuri, mwanamke au mke wako au mwenyewe ukienda saluni, huendi saluni za ovyo ovyo, unaenda saluni nzuri, mama akisuka nywele anasuka nywele kweli, sio ile ya shilingi 20,000. Yote hayo ambayo kwa kweli tumeyawekea msisitizo yanatafsiriwa kuwa ni mafanikio, yanatafsiriwa kuwa ndio kusudi la Mungu. Mungu hataki tuteseke, Mungu hataki tuishi maisha magumu, Mungu hataki ulale njaa ule ovyo ovyo, sijui unakula mamichicha au pengine na chakula ambacho sio kizuri, ungetamani ule chakula kizuri. Yote hayo
kwa kweli ndiyo ambayo tunayazingatia na tuyameapa kipaumbele na tunayaita mafanikio. Ni bahati mbaya sana kwamba tunaenda kwenye maandiko, tunatafuta mistari bila hata kujali muktadha wa mistari hiyo. Tunatafuta hiyo mistari, tunaitumia kujenga hoja ya namna ambavyo tunatakiwa tusisitize hayo mafanikio ambayo nimeyasema. Very unfortunate. Tunachofundishana, tunachohubiriana, tunachoambiana kwa kifupi sio ujumbe ambao tungetakiwa tuambiane na tufundishane tunapokuwa kwenye nyumba za ibada. Ni mambo mazuri na pengine kunaweza kukawa na avenue, kunaweza kukawa na mazingira mengine ambayo tutazungumza hayo, lakini kwa maana ya kwenye nyumba za ibada na kuyafanya kama mambo hayo ni mambo ya kiroho, hapo ndipo ambapo changamoto inapokuja. Swali, unasikia nini? Nataka nikubonyeze kidogo kwa kukuonesha kile ambacho Yesu alikizungumza, alikihubiri, alikifundisha katika maisha yake yote ya utumishi. Nikupe mfano wa alichokisema baada kuwa amefufuka, japokuwa ujumbe huo ndio ulikuwa ujumbe wake hata kabla hajafufuka. Ni katika Matendo ya Mitume sura ya kwanza, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 2. Nikuoneshe kidogo kile ambacho Biblia inazungumza. Ni kumbukumbu ya kazi Yesu alifanya. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 2. Takusomea pia tafsiri mstari wa 2 na wa 3 amaanisha. Takusomea tafsiri zile zile ambazo nimekusomea. Standard Union Version, tafsiri ambayo tumeitumia sana, ni tafsiri kongwe ya Kiswahili na tumezoea kweli kuitafsiri. Biblia inasema hivi: hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuwaagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowachagua, wale aliowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyouhusu ufalme wa Mungu. Ukienda kwenye tafsiri ya The Passion Translation ya Kizungu inasema hivi: just before he ascended into heaven, Jesus left instructions through the Holy Spirit for the apostles he had chosen. After the sufferings of his cross, Jesus appeared alive many times to these same apostles over a 40-day period, proving to them with many convincing signs that he had been resurrected. During these encounters, he taught them the truth of God's kingdom. Tafsiri ya kusoma kwa urahisi nayo imeandika hivi: mpaka siku alipochukuliwa juu mbinguni, kabla hajaondoka, alizungumza na mitume aliowachagua kwa msaada wa Roho Mtakatifu kuhusu mambo waliotakiwa kufanya. Hii ilikuwa baada ya kifo chake, ambapo aliwathibitishia kwa namna nyingi kuwa alikuwa hai. Mitume walimwona Yesu mara nyingi kwa muda wa siku 40 baada ya kufuka kutoka kwa wafu, naye Yesu alizungumza nao kuhusu ufalme wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu alizungumzia nini katika mahubiri yake, katika mafundisho yake? Je, kuna mahali alikaa akatunga ujumbe unao wenye kichwa cha somo namna ya kumshinda adui yako? Kuna wakati alisimama akafundisha ujumbe unaosisitiza wanaokucheka leo, wanaokuonea wivu leo, kesho watashangaa Mungu atakavyokuinua, Mungu atakavyokupandisha juu. Waombee waishi wasife, waone baraka zako. Kuna wakati Yesu alitunga au alihubiri jumbe za meseji hizo. Je, kuna mahali Yesu alizungumza habari ya kujenga nyumba kubwa, ya kuoa mke mzuri, au kuwa na watoto waende shule za private, za international? Kuna mahali Yesu alizungumza hiyo?
Kama umesoma nyaraka zote zilizoandikwa na mitume wake, akiwepo hata Luka ambaye alikuwa sio mmoja wa mitume, kama umezisoma hizo nyaraka utagundua kwamba ujumbe ambao Yesu aliuhubiri katika siku zake zote sio ujumbe ambao tunahubiriana sisi kwenye nyumba za ibada. Yeye alizungumza ujumbe mmoja tu. Hapa nimekuonesha tu mfano. Baada ya yeye kufa na kufufuka, siku 40 aliendelea kuwatokea mitume akizungumza nao mambo yanayohusu ufalme wa Mungu. Ndio ujumbe wake. Na itakumbukwa katika kitabu cha Mathayo sura ya 5, 6 na 7, hadi mafundisho yake ya kwanza aliyoyahubiri akiwa pale mlimani akiongea na wanafunzi wake. Aliwatahadharisha juu ya kuweka mkazo na msisitizo kuhusiana na mambo haya ya mwilini. Tule nini, tunywe nini, tuvae nini, tusome wapi, twende nini. Yote akasema hayo mambo they are not spiritual, sio mambo ya kiroho. Hayo ni mambo ya kawaida sana ya duniani ambayo alisema hata watu wasiomjua Mungu, hata watu wa mataifa ndiyo ambayo anawashughulisha, kwa maana kwamba hayo yamewekewa utaratibu wake wa kidunia kabisa, sio mambo ya kiroho. Kununua gari zuri sio kiroho, kujenga nyumba nzuri kubwa, that's not spiritual. Kuwa na mke mzuri, mme mzuri, kuwa na watoto, kusoma shule nzuri, hayo sio mambo ya kiroho. Hayo ni mambo ya kibinadamu kabisa, na wala hayana uhusiano wowote wa mtu kuwa mtu wa kiroho. Mataifa, mtu anayeabudu miungu mwenye mambo yake anaweza akawa na gari zuri, anaweza akawa na vyote hivyo. Kwa hiyo kuwa navyo hakuna namna yote tunaweza kuhalalisha kwamba vinadhihirisha uhusiano wako mzuri na Mungu. La, hapana kabisa. Yesu akasema msisumbukie maisha yenu. Hayo mambo yote yana kanuni zake. Ndio maana mvua inaponyesha inanyesha kwa mtu mbaya, inanyesha kwa mtu mwema, kwa sababu hiyo ndio kanuni ya maisha haya. Mvua ikinyesha wakati wa masika, wewe unatakiwa naturally uchukue jembe ukalime ili upate mazao, upate chakula. Hayo mambo ni mambo ya kawaida, lakini alisisitiza akasema, mimi ninachoomba mtafute ufalme wa Mungu. Tafuteni ufalme wa Mungu na haki yake, mengine yote ni ya ziada. Maanake ni kwamba mengine yote yatapatikana tu. Ukiwa na ufalme hauwezi kulala njaa, hauwezi kufa njaa, kwa sababu ufalme ni full package. Umekuja na vitu vingi ambavyo vitu vingi ambao ufalme unabeba ni pamoja na hayo mengine ambayo tumeyawekea mkazo, akiwa na maana kwamba kama mahusiano yako na Mungu, kwa maana kwamba ufalme wa Mungu umeingia ndani yako, umekaa, una share kubwa ndani ya moyo wako, utu mpya umekuwa umeongezeka, utu wa kale umemezwa na huu utu mpya, hakika haya mahitaji yote tunayoyaona yanayotusumbua yatakuwa kwako ni zawadi. Hata investment tutakazozifanya hazitakuwa za mateso sana. Nakumbuka kipindi kile Yesu na wanafunzi wake walikuwa wanadaiwa kodi, na akuonesha kwamba ukiwa na ufalme wa Mungu unakuwa na strategic investor. Yesu alimwambia Petro, nendeni tu mkavue samaki. Yule wa kwanza mtakaye mvua mtakuta sarafu kwenye kinywa chake, chukueni ile sarafu na kalipeni kodi. Akiwa na maana kwamba ukiwa na ufalme wa Mungu ndani yako huwezi kuinvest amiss, huwezi kuinvest mahali ambapo kuna hasara. Maana yake ufalme wa Mungu unakuja na hekima na maarifa ya hali ya juu yanayokusaidia wewe katika maisha haya kutoboa bila kutumia nguvu. Kwa nini? Kwa sababu ufalme wa Mungu unajitosheleza. Ujumbe ambao ninatamani leo niweze kushirikiana na wewe kwenye huu mkate wa kila siku. Unasikia nini? Unasikia nini? Huko ambako unakaa, unasema ni nyumba ya ibada, wanakufundisha vitu gani? Na kisha bidii gani unaiweka kwenye kile ulichofundishwa ili kukielewa? Kwa sababu
Yule ambaye moyo wake unatia bidii kuelewa ataelewa zaidi, lakini yule ambaye moyo wake unakuwa unajivuta kuelewa, hata kila anachokielewa kitaondoka. Ndivyo ambavyo Marko ameandika na kusisitiza, be careful, kuwa mwangalifu kile unachokisikia na namna unavyosikia. Usikubali mtu akakudanganya. Usikubali mtu akakufundisha mambo ambayo Yesu hakuwahi kuyafundisha. Usikubali mtu akakufundisha mambo yanayompa nguvu mtu wa kale na kumdidimiza utu mpya. Usikubali mtu akakaa saa nzima amekaa mimbalini au mahali popote eti anakufundisha mambo ya kiroho, lakini anazungumza mambo ambayo hayakuwahi kupewa kipaumbele kwenye meseji za Yesu muda wote aliofanya kazi au waliohudumu hapa duniani. Kuwa makini unasikia nini. Kuwa mwangalifu namna unavyosikia, na kisha hakikisha unaweka bidii ya kutosha. Pale ambapo umesikia ujumbe halisi wa ufalme wa Mungu, weka bidii ili uweze kupata mafunuo zaidi, kama ambavyo CPT ametuambia kwamba wale ambao kwa mioyo yao yote wanatia bidii kusikiliza watapata mafunuo zaidi, na yale mafunuo yatawasaidia kukuza ufalme wa Mungu ndani yao, na hao watakuwa ni viumbe wapya kabisa, na haya masumbufu tunayoyaona ambayo watu wanahangaikia hayatawasumbua hata kidogo. Maana yake watapata vyote hapa duniani na watapata vyote katika uzima ule ujao. Mimi ni kushukuru na niishie hapo kwa leo. Mungu akubariki. Tukutane siku nyingine kwenye mkate wa kila siku. Asante sana.